mtazamaji, nasema asante kwa kuendelea kuwa nasi hapa ndani ya Sema na Citizen. Hivi sasa tumegeukia sehemu ya ukumbi, na kama nilivyoahidi tutakuwa na mada nyingine na wageni wangu wako studio. Mada yetu ya leo ni kuhusiana na siasa, magenge ya wahuni na vile ubabe wa wanasiasa katika kuwatumia vijana katika kuzua rabsha. Hapa studioni tumebahatika kuwa naye Charles Owino, aliyekuwa msemaji wa polisi. Karibu sana katika studio zetu. Pia tuko naye dada yetu Dorothy Mwanyumba ambaye ni mtaalamu masuala ya uhasibu. Karibu sana katika studio. Tuko naye ndugu yetu Kevin Oswago, mtaalamu wa diplomasia. Karibu sana. Dada yetu Ruth Makoha pia yuko hapa, ni mkereketo wa siasa. Karibu. Tuko naye pia Godwin Oyindo ambaye ni mtaalamu wa uwekezaji, na pia dada yetu Lilian Achieng, mtaalamu wa masuala ya vijana na pia amebobea katika masuala ya afya. Karibuni sana katika studio. Nafikiri nianze na wewe Bwana Charles Owino, manake umewahi kuvalia kofia mbili. Moja, kuwa afisa wa polisi aliyetumikia taifa hili kwa muda mrefu, na pia kuwa msemaji wa polisi, na wakati fulani pia ukajitosa katika masuala ya kisiasa. Hili ni swala ambalo linahusiana na masuala ya siasa, na nataka nipate maswala kutoka kwako kuhusiana na hali inayojitokeza kwa sasa hivi, ambayo ni hali ya hatari, lakini inaonekana kwamba wanasiasa wanaipuuza, kuwakodisha au kuwatumia vijana ambao tumeona wamejihami na mipini, wengine mapanga, wengine marungu, mashoka, wengine wanakata miti sehemu ambazo wanasiasa wanastahili kupita. Wengine tumeona wanajumuika hata na maafisa wa polisi. Kabla sijazungumza mengi sana, nipe uhalisia wa mambo. Kwa nini yanatokea hivi kwa sasa hivi? Asante sana Timrod. Kitu ya kwanza ni kwamba ni muhimu sana kwamba katika jamii inastahili tuwe na umoja katika jamii sote ya nchi hii, na vijana wanastahili kulelewa kwa njia inayofaa. Na ile tabu tumekuwa naye kubwa sana ni kwamba hatujalea vijana vizuri. Kitu ya kwanza, wakati tulikuwa tunaketi na hawa, tukiwa tunaketi kule, wengi wetu sisi mababa tumekuwa absent fathers, na unakuta kwamba familia watu hawajalelewa vizuri sana kulingana na vile tulikuwa tunalewa katika kitamaduni yetu. Kitu ya pili ni kwamba tumekuwa na shida dunia mzima ya uchumi. Uchumi umezorota katika nchi mengi, na vijana hawapati kazi. So tuko na vijana wengi hawana makazi, hawana pesa, hawana malisho vizuri vile wanaweza ishi kwa maisha yao. So unakuta kwamba tuko na vijana wengi tunasema wako idle, na wanasiasa wanaweza kuchukua hiyo advantage, kutumia hawa vijana vibaya. Na mimi haswa, kwa sababu nimekuwa askari ya polisi kwa muda mrefu sana na sijawacha kwa askari, nilijaribu kwenda siasa nikarudishwa kwa lazima na nikakubali. Naweza sema kwamba ile shida kubwa sana nimeona ni kwamba mara mingi unakuta wanasiasa wakiwa na utofauti kati yao, mara mingi wanatumia vijana kuleta shida, kupigana na mambo mengi. Na ile idara inakuwa na shida zaidi ni idara ya polisi, kwa sababu tunasema ukiwa unafurahia haki na uhuru ya kimsingi, rights and fundamental freedoms, ustahili kuzuia uhuru na haki na uhuru ya kimsingi ya mtu mwingine. Wazungu kwa Kiingereza tunasema as you enjoy your rights and fundamental freedoms, you don't prejudice rights and freedoms of others. Naweza sema kwa mfano, unakuta mara mingi kama kuna utofauti kati ya serikali yenye inafanya kazi na opposition, mara mingi tunasema tunaenda kuandamana. Tunaenda kuandamana. Na kweli ukienda katika katiba yetu unakuta kwamba katika kifungo 37 unakuta kwamba tuna haki. Tuko na haki ya kuandamana, tuko na haki ya kupeana petition kwa serikali,
tuko na haki ya kusanyika, lakini wanasema unafanya hiyo haki peacefully, kwa amani na bila silaha. Hivyo ndio vile imeandikwa. Unaandamana peacefully bila silaha yoyote. Ngoja tu kidogo, nataka create base ya shida kubwa yenye tuko nayo. Na unakuta hiyo haki, kusema ukweli, kwa mfano tuseme watu wanasema wakati tulikuwa na finance bill, nasema hii finance bill ina ubaya yake, si nzuri. Na watu wameamua kuandamana. Tunasema kwamba lazima tuwe na kitu inaitwa public order, kwa sababu wakati tunasema usizuie haki na uhuru ya mwingine, tuseme leo unatoka Meru, unaleta mama yako hospitali kwa ambulance, unakuta vijana wamefunga barabara Thika Road, alafu unapoteza mama yako. Unajua tutakuwa ama wanasiasa wamefanya mkutano barabarani. Tuseme kwa mfano wakati tunakuwa na maandamano, tuseme kwamba wewe ni mtoto ya single mother for example, na mama yako ako na salon, na hii salon amechukua hata loan kutoka kwa bank inaita Kenya Women kwa mfano. Alafu sasa mwenzako ameenda amechoma hiyo salon ama ameiba hizo vitu, kesho hamna chakula, na mama yako hajakosea. Unaona vitu kama hizo. Tunasema inastahili tufikirie sana mambo ya reality. Ndio kwa sababu unaona inatakikana baada ya constitution kuwekwa, tunatengeneza tena a certain act ya parliament inaitwa public order. Kwa mfano kusema ukitaka kuandamana, unasema itaanza maandamano saa fulani na tutatumia hii barabara na tutamaliza saa fulani. Kwa sababu tunasema hivyo ni kwa sababu polisi watakuwa na nafasi ya kuambia traffic, usifuate barabara hii, fuata barabara hii. Lakini ukiangalia vizuri vile tuna behave, tuseme leo tumetafutiana na serikali na tupendi ile kitu serikali imefanya na tunataka kufanya maandamano, kwa sababu saa zingine tunafanya maandamano kwa nini? Kwa sababu pengine kitu inaweza kuwa inafanyika na hata rais hajui. Bila shaka. So mkiandamana basi rais atakuja kujua kumbe kuna kitu fulani, kwa sababu hamwezi kumfikia. Hiyo ni sawa, lakini hatuwezi leta taharuki. Tuseme sasa tunaandamana Thika Road, tunaandamana Mombasa Road, tunaandamana Ngong Road, everywhere. Hiyo sasa inaitwa anarchy, na hiyo ndio tunataka tuzungumze. Wananchi na vijana wajue kwamba haja ya maandamano ni nini na haki iko wapi. Ndio tusilaumu watu kama maafisa wa polisi. Asante sana Bwana Owino, manake umetuwekea taswira nzuri. Hapa miongoni mwetu tuko naye dada yetu Ruth. Nimemwita mkereketo kwa sababu anahusika na masuala ya kisiasa. Mara nyingi wanasiasa wakiwa na mikutano wanahitaji mtu kukusanya watu kuwaleta kwenye mkutano ule. Nia yake ni nzuri, amewaleta watu kwenye mkutano, sivyo unavyofanya Ruth. Tueleze inageuka vipi? Inatokea kwamba vijana wale ambao pengine umewaita ama wale ambao hukuwaita wanageuka na kuanza tabia ya kihuni ama tabia za wahuni. Unakuta mtu amekuja mkutano wa kisiasa lakini amekuja kwa nia nyingine, amebeba rungu, amebeba jiwe, huelewi ni kwa sababu gani. Kwa hiyo inatokea namna hiyo Ruth. Mwanzo kabisa nakushukuru kwa kunialika katika runinga ya Citizen na nafurahia mmetupatia platform kama vijana ili tuweze kujizungumza na kukashifu yale ambayo yanatendeka kule kwa ground. Wakati ambapo mwanasiasa anapanga mkutano, mara nyingi unapata opponent ama mpinzani wake ana mobilize, na inatendeka wakati ambapo huyo mpinzani labda anahisi ya kwamba labda huyu aliyepanga huo mkutano ni threat, na mara nyingi unapata sisi kama vijana tunatumika, mnaenda pale mnavuruga mkutano, ambapo vijana wengi usahau ya kwamba unapovuruga mkutano ukishikwa ni wewe utawajibika. Manake yule mwanasiasa hata kuwa pale kukutetea. Mara nyingi kule kwa ground unapata umeambiwa umobilize, labda umemobilize watu, kisha kuna ule na si hatia kumobilize, kwa sababu si hatia kumobilize. Vile mwanasiasa hawezi fika katika nyumba zote, wewe unajulikana. Lakini unapata ya kwamba kiongozi mwingine labda ataita hiyo
like atatuma watu wakuja wavuruge ule mkutano, na pia utapata vijana wetu wako na ile tamaa, si wote bali kuna ile tamaa ya hela na tamaa nataka pesa mingi. Labda ule amenilipa nikuja nivuruge, lakini nitakuja pale nipore ili niweze kupata pesa nyingi, na hilo si jambo nzuri. Bwana Nimrod, manake vijana wetu wanatumika kuharibu maslahi ya watu wengine, na pia kuharibu mikutano ambayo si mikutano iliyo intend ya kwamba itakuwa ni mkutano wa kuharibu mambo, bali wakati ambapo yule mtu anakuja kuharibu ule mkutano inakuwa kuna tashwishi kidogo. Yeah. Dorothy, sijui kama unakubaliana naye. Najua umetazama katika runinga, kwenye magazeti na kadhalika matukio yanayotokea katika hali ya kisiasa. Kama kijana aliyokomaa, inakupa hisia gani kuhusiana na demokrasia ya taifa hili? Kwa sababu hatuwezi kuwaachia wanasiasa na kuondoa kwenye lawama hii, kwa sababu wao kwa kiwango kikubwa wanahitaji hawa vijana, lakini lengo lake ni tofauti. Amekuambia njoo kwenye mkutano ama amealika watu kwenye mkutano, lakini ana lengo lingine tofauti. Inakupa hisia gani tunapokwenda katika demokrasia ya taifa hili? Asante sana Nimrod. Karibu. Nikiangalia pande hiyo, ni ukweli wanasiasa wako na hali ya kutumia hawa vijana vibaya, na inahuzunisha manake yule kijana anapoenda pale right now, ile shida iko na vijana, hakuna employment. Every year, kila mwaka Kenya inatoa vijana karibu 1,000,000 na ambao wanakuwa graduates, na zile kazi kupatikana inakuwa ni shida. So at that moment wale viongozi wa kisiasa wanatumia ile nafasi ya kukosa pato, ya kukosa ajira, kuambia kijana kwamba kuna hii pesa hapa ya karibu. At times maybe waliitwa kwa sababu wakijua wanaenda kwa jambo zuri, lakini wakifika pale wanapata kuna la lingine pia, maybe with a promise ya kutakuwa na hela zaidi hapa. And at that point ni ile vulnerability ya yule kijana ambayo imetumika. Kwangu mimi nikiangalia vijana namna hiyo, inapaswa wajiulize zaidi, manake kule kuna vile wanavyotegemewa. Kuna wazazi ambao walitumia mali yao kusomesha hawa watoto wakiwa na imani kwamba they are going to become something better katika society. Unaona? Lakini inakuwa wanapoingia katika hii hali ya uhalifu, wanapoteza maisha, wanapoteza viungo vya mwili. Mara nyingi tumesikia ambao wameumia kiasi ya kwamba maisha yao yamebadilika kabisa. Mtu alikuwa anaweza kujimudu, anaweza kuamka akaenda kibarua, lakini anakuja kupatikana kwamba hata labda miguu amepoteza. Tumewasikia mara nyingi, mikono, na inakuwa maisha yamegeuka kabisa. Yes, asante. Asante. Kevin, unahisi kwamba kuna utovu wa nidhamu katika safu ya kisiasa? Kwa sababu tunazo pingamizi hapa, tunaweza kaa tuna fikra tofauti kikazi na kadhalika, lakini napokuja siasa inakuwa ni hisia za ndani, kwamba fulani akisema anataka kufanya mkutano fulani, mpinzani wako yeye ni Godwin ama nani, yeye naye anajipanga siku ile ile, sehemu ile ile, na anapanga watu wake. Inamaanisha nini kuhusiana na masuala ya siasa? Mbona tumeapa masuala ya kisiasa kipaumbele na mpaka inabadilisha fikra na hisia zetu, hasa ukiangalia wanasiasa na vijana ambao wanageukia uhuni katika masuala ya ubabe wa kisiasa? Nimrod, tukiangalia katika taswira hilo tunapata kuwa vurugu ni a means to an end. Imewekwa pale kuachieve a certain objective. Kuna nia ambayo mwanasiasa fulani yako nayo. Ndio ayatimize haya mambo, itabidi ametumia njia ya vurugu katika achieve ile objective yake. Sasa ni strategy pia, ni ile mbinu ya kuachieve an objective ambaye ameweka pale mbele. Sasa tukiangalia, tukitazama, nikienda katika historia, karne ya 16, kuna mwanasiasa na mwanadiplomasia Niccolo Machiavelli. Ametumia mfano mzuri kwa jamaa ambaye anaitwa Romero Dorco. Anamtumia kwenda kuleta vurugu mahali alikuwa anataka hilo eneo, akamtumia kwenda kuleta vurugu pale. Baada ya kuleta vurugu, akamtunza akawa gavana hapo. Kisha aftakuwa gavana, watu hawakupenda nani? Cicero Borgia ambaye alikuwa waliandika, baada ya kumtumia huyu jamaa na kurealize kuwa hatakikani, aliyemtuma hatakikani, sasa watu wampendi, ilibidi ameua huyu jamaa. Which means aliachieve an end after kuua ule jamaa, kawaambia unaona yule ndo mbaya, nimeshamaliza. Sasa tunaweza endelea. Sasa ile mapenzi ya watu ikarudi.
kwake. Sasa after hiyo aka-achieve the objective. So it is a means to an end katika lugha ya Kimombo. Yes, thank you. Haya, Godwin. Yes. Kuna kitu ambacho sielewi. Kama alivyosema dada yetu Ruth, ndio kuna uwezekano kwamba mwanasiasa fulani anataka kufanya mkutano sehemu fulani, akaalika wageni. Fikra ya kijana ambaye anaamua kwamba ule mkutano lazima akauvuruge ama ule mkutano hakutakuwa na amani, inatoka wapi? Kwa sababu umeitwa mkutanoni. Kitu gani kinakufanya ujihami? Kitu gani kinajifanya uwe na rungu, mpini, panga, jiwe ama kadhalika? Nataka unieleze fikra za vijana mpaka wanafikia kiwango hicho. Maana hapa tulipoketi mimi na Bwana Charles Owino, nafikiri huwa mara nyingine tunajishangaa. Kwa sababu we haja yako ilikuwa kwenda kumsikiza mwanasiasa. Inafikia wapi mpaka inakuwa ni sehemu ya kwenda vitani? Asante sana Bwana Nimrod. Vijana wetu, vile mwenzetu alitangulia Bwana Owino akasema, ukosefu wa ajira na availability ya drugs, na wanaitumia sana mtaani, na wanasiasa wetu pia wanaelewa, wanaiavail. Na unajua mtaani kuna drugs ambazo ni bei nafuu sana. Wakishazitumia sasa wako tayari kwa jambo lolote lile. Alafu sasa wamekuwa weaponized. Wanatumika kama chombo ya kuleta madhara ile yote. Ukishaambiwa tu hivi na yule mwanasiasa ambaye alikuwa amejitayarisha anataka upambane na mwingine, wewe tayari uko tayari kwa lolote lile ambalo litajitokeza. So unajua kwa Kimombo wanasema an idle mind is a devil's workshop. Chochote kile ambacho utaambiwa, utaletewa, utakuwa uko tayari kuendelea nacho, as long as utapata peni kidogo ambayo unafaa uingie nayo nyumbani. Sababu kumbuka wale wanasiasa pia wametuweka na wameweka vijana sana sana wale ambao wanatoka vitongoji duni, Kibera, Mathare, Kisumu, Obunga, Nyalenda, kila mahali wameweka, ukifanya hivi ndiposa utaweza kupata hivi. Sasa wao pia wanajua ukifanya yale madhara makubwa zaidi ndiposa utapata pesa yako na utajulikana kama wewe ndio mbaya kabisa hiyo mtaa mzima. Sasa vijana wanashindana, wametengeneza group tofauti tofauti. So ni hiyo ndio inachangia sana sana. Unataka upate kitu ambayo itakusustain for some time. Na the more unafanya madhara, the more unapewa kiinua mgongo mzuri. Yes. Lili, sijui kama kipaza sauti, nafikiri bado tunatengeza sauti yako Lili, na alafu turekebisha. Bwana Charles, kwa kifupi sana, vile ulivyosikia maoni ya wenzetu wakizungumza, hisia ulizonazo moja kwa moja, kwa sababu ndio kwa sehemu moja tunawalaumu vijana, lakini kuna uwezekano kwamba tabia hii inatiwa motisha ama moto ule unapulizwa zaidi na wanasiasa, kwa sababu anataka aonyeshe ubabe, kwa hivyo lazima atumie watu ambao watatishia maisha watu wengine, watu waanze kumwogopa kama mbabe wa kisiasa. Tuna shida kubwa sana kwa sababu wanasiasa wanashindana, na kusema ukweli ni wanasiasa pia ndio wanachagua wale wakuu wa serikalini. Na nakumbuka nina experience kidogo. Nimetoka katika jamii yenye imekuwa kwa upinzani kwa miaka mingi. Na bahati mbaya nikakuwa msemaji wa polisi. Yamaanisha kwamba mara mingi watu wa jamii yangu wakienda kuleta madhara, vita katika mtaa, basi utakuta idara yangu ndio prefect ya nchi. Mbali na vile unaeleza, nafikiri ningependa sana pia kujua hisia zako wakati ukiwania, ukiingia katika siasa. Sawa. Ilivyokuwa wakati. Sawa. So unakuta kwamba wale wenzangu katika idara yetu watapambana na walifu. Kati ya wale wazuri pia kuna walifu ndani yake. Kwa sababu mara mingi utakuta kwamba tukisema tulikuwa na maandamano kama hapa city ya Nairobi, jijini, unakuta kwamba kuna wale wachache nia yao si kufanya hiyo. Kuna wale wamekuja na nia nzuri, na kuna wale wameteka advantage kwamba leo ni siku ya kupora. Wataenda pale kupora.
Alafu unakuta hiyo conflict kati ya wale wanapeana security ya nchi na hawa wananchi wanavuruga amani, kunakuwa na shida, na saa zingine hata watu hupoteza maisha. Nakumbuka siku ile mimi nilienda kutafuta kiti ya gavana nyumbani. Kwa na ufasi kubwa sana. Na mimi najua nyinyi watu wa habari mlijua ufasi yangu ilikuwa kubwa sana. Lakini wale competitors wanarudi wanaambia ile kinara pale, jamaa amekuwa kule akitupiga bwana. Jamaa hafai kukaa na sisi, anakuja kutafuta nini hapa, na yeye ndiye alikuwa anatupiga. Mambo kama hizo. Na ndio nasema unakuta kama sasa hivi kuna wale wanaweza kuwa wako serikalini, lakini unakuta kwamba eneo ile wanatoka wanapinga serikalini. So unakuta ile kazi vile mtu anastahili kufanya kazi bila ubaguzi anakuwa na shida, kwa sababu akirudi kwao ataambiwa nini, na huko ndiye ataishi zaidi. So unakuta kwamba tunakuwa na conflict kubwa kati ya ile kazi inastahili watu wa kuchunga usalama wanafanya na wanasiasa. Na wanasiasa wanatisha, sema sisi tukikuja mtaona. Lakini kitu muhimu sana tungejua kwamba hata hii mambo tunasema mambo ya kazi, hatuwezi inua uchumi ya nchi kama hatuna usalama. Lazima tuwe na usalama ndio tuinue uchumi ya nchi, ndio tupate maendeleo ya nchi. Umeona for example tunakuwa na programs katika nchi, na tutakupatia kama program imekuja mpya ya maneno ya matibabu, watu wanaita SHA, Social Health Act. Alafu nakuta tulikuwa na ile ya zamani ilikuwa inaitwa NHIF. Sasa kwa mfano katika SHA kama saa hii imeleta funds 3. Beleni ilikuwa na hiyo fund moja peke yake. So NHIF ni kama sasa SHIF, Social Health Insurance Fund. Na SHIF na NHIF una contribute pesa. Alafu hii sasa SHA imeleta tena other funds kama Critical and Chronic Illness Fund. Inastahili mtu yenye kama ako na kansa aki-exhaust kuna pesa fulani. Alafu tuko na kitu kama primary health care. Inastahili ukienda katika health center ama dispensary unapata matibabu ya free. Alafu tuko na ile fund ya development ya hospitali. Vile CDF ina develop primary schools na vitu kama hizo. So iko funds 3. Na unakuta kwamba kwa sababu wanasiasa wanashindana, wale wako opposition hawafikirii kufunza wananchi kwamba ama kusukuma serikali kusema hizi funds ni njia gani tutatumia kuweka pesa kuboresha. Unajua tunaangalia kuboresha. Umechagua serikali leo na ita run for 5 years na straight away unaanza kuoppose. Badala ya kusema tuendeleze. Nitapeana mfano ile serikali inapata shida sana kama hiyo mpango ya hospitali. Leo mamangu akiwa mgonjwa, ngoja tu. Na kuelewa, lakini nataka ili tuelekeze kwa sababu ya hii tatizo ambayo tunapata. Tunaelekeza. Ile explanation najaribu kupeana ni kwamba kwa sababu ya political competition unakuta hata yale mazuri tungefanya, kwa sababu tunalia kazi. Na unakuta idara kama hiyo sasa inastahili kutuletea kazi. So unakuta tunafanya opposition kwa sababu ya kuoppose. Na hatupati nafasi ya kuzungumza na vijana. Waelewe vile serikali inatakikana iendeshwe na vile usalama ni muhimu kwao, kuhakikisha kwamba tukiwa na usalama tutaweza kufanya nini? Tutaweza kuboresha uchumi. Na ndio tunasema kwamba ni muhimu tuzungumze kama nchi. Tuzungumze na vijana, tuhakikishe kwamba tukijua kwamba tukiharibu nchi basi tunaharibu nini? Uchumi. Bwana Charles, nimekufahamu, lakini pia baadaye nataka tuje tuzungumzie nafasi ya serikali. Manake kuna sehemu pia watu wanasema kuna utepetevu. Yes. Wakati ambapo
idara ya usalama inaonekana kushabikia baadhi ya vijana wakiwa wamejihami, kuwasindikiza na kutia hofu kwa wengine. Kuna tukio ambalo lilitokea kanisani ambalo pengine najua huko ndani katika masuala ya ujasusi, lakini umeweza kushuhudia maafisa wa usalama wakivamia kanisa na kadhalika. Je, haya ndio masuala ambayo pengine yanaleta utata zaidi na kutia vijana hasira ama upinzani? Nitaweza kujibu. Nafikiri pengine hayo tuweze kuzungumzia. Mtazamaji, usiondoke hapo ulipo. Tunakwenda mapumzikoni, tutakaporejea tutaanza kusikiza sauti yake Lilian pia tuweze kumkaribisha kwenye mada yetu ya leo.